Ndugu zangu katika imani, nukta ya hutuba yetu ya leo tumependelea ibebwe na anwani inayosema nafasi ya wazazi wawili katika maisha yetu, katika dini yetu ya Kiislamu. Nafasi ya wazazi wawili, sisi kama Waislamu ni jukumu letu kufahamu umuhimu na uzito wa wazazi wawili. Dunia kwa zama tunakuwa nazo ni dunia ambayo ni yenye kubadilika, tena inabadilika kwa kasi kweli kweli. Tamaduni zetu vile vile pia nazo zinabadilika, na kwa bahati mbaya ufahamu wetu pia nao unabadilika vile vile kwa kasi kubwa kweli kweli. Mabadiliko haya hayaendi vizuri. Jana yetu ni nzuri kuliko kesho yetu au kuliko leo yetu, lakini pia vile vile leo yetu ni nzuri kuliko kesho yetu, na kitu pekee ambacho hakibadiliki ni misingi mitukufu ya dini yetu ya Kiislamu. Lakini vitu vingi vinabadilika katika zama tulizokuwa nazo. Mafuhumu ya family, lau mtu utamuuliza, mafuhumu ya family nayo pia yamebadilika. Ni tofauti na tunapofahamu familia leo. Zama tulizokuwa nazo, mtu ukimuuliza family ni mkusanyiko wa watu wangapi, ni mkusanyiko wa nani na nani na nani na nani, utasikia mkusanyiko wa family ni mimi, mke wangu, watoto, amemaliza. Ufahamu huu sio ufahamu wa Uislamu, na kutokana na ufahamu huu ndio haki za wazazi wawili zimepotea. Mtu ukimwambia akuelezee muunganiko na mkusanyiko wa family inapatikana katika watu wa aina gani, atakwambia hivyo ambavyo tumesema hapo nyuma, wazazi wawili atawaondoa. Sasa ufahamu huu ni ufahamu ambao sio ufahamu wa Uislamu namna unavyotaka, na ufahamu huu ndio ufahamu ambao umefanya kuondoa haki za wazazi wetu wawili. Waislamu wengi wao wanaona wazazi wawili ni mzigo juu yao. Kwa zama tulizokuwa nazo, wengi wetu tunajua kwamba wazazi wawili ni sehemu ya matatizo katika maisha yetu. Mara itakuwa mara kwa mara simu, mara kwa mara hivi, limetokea hili, na wewe hutaki kushiriki katika mambo hayo. Kwa hiyo ndiyo maana tunaona kwa zama hizi wazazi wetu wawili ni sehemu ya matatizo. Ndugu zangu katika imani, na mtu anaweza kusema wao waliyaishi maisha yao yakiwa mazuri, yakiwa mabaya. Leo ni wakati wa maisha yetu, watu wache tuishi maisha yetu. Anawavua wazazi wake wawili kwa sababu eti na yeye sasa yuko katika maisha mengine, atakiwa apate maisha yake. Anasahau kwamba nafasi ya wazazi wawili ni nafasi kubwa sana Waislamu. Ndugu zangu katika imani, vipaumbele vya wengi miongoni mwetu ni maisha haya ambayo tumeyasema kwamba kuwatoa sehemu ya family wazazi wawili, akajiingiza yeye, mke wake, watoto wake, imetosha kuwa ni muunganiko wa family. Mabadiliko haya ndiyo ambayo kidogo kidogo yanaingia kwenye vifua vyetu. Allah subhanahu wa ta'ala ameshahukumu hili pale aliposema, wa qadha rabbuka
alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ndugu katika imani, baada tu ya daraja ya Allah kwenye kuabudiwa kwa msingi wa maneno haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema, wa qadha rabbuka, na ameshahukumu Bwana wako, alla ta'budu illa iyyahu, kwamba hakuna anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kwanza kuabudiwa, wa kwanza kutiiwa, wa kwanza kuogopewa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameshalihukumu hilo, lakini angalia maneno ya mbele yanayofuata, inasemaje? Wa bil walidaini ihsana, na kwa wazazi wawili kuwatendea wema. Baada ya daraja ya kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakumuweka binadamu wa aina yoyote, hakumuweka mtu wa aina yoyote, hakukiweka kitu chochote. Baada ya kumwabudu Allah amesema wabil walidaini ihsana, na kwa wazazi wawili kuwatendea wema. Utaona kwamba nafasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyoitoa kwa wazazi wako wawili ni kubwa. Baada ya daraja lake Mwenyezi Mungu kuabudiwa, wanaofuatiwa kuogopewa, kuheshimiwa, kusikilizwa, kutiiwa ni wazazi wako wawili. Hii ndiyo nafasi ya wazazi wawili katika dini yetu ya Kiislamu. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanafuatiwa wazazi wako wawili. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameliweka hili kwa sababu ya uzito waliokuwa nao wazazi wetu wawili. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kuelezea kwa mapana kabisa, akasema hawa wazazi wawili, imma yablughanna indaka alkibara, imma watakapokuwa wamefikia rika la uzee, bado wanayo nafasi ya kusikilizwa, bado wanayo nafasi ya kutiiwa. Ndugu zangu katika imani, fala takul lahuma, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema fala takul lahuma uffin. Hakuna nafasi kwa mtoto kumwambia baba yake mama yake uffin. Uffin kwa lugha ya Kiarabu ni kosa ambalo ni dogo kabisa, dogo kabisa. Mzazi wako amelikosea, lakini huwezi kumwambia mzee, hapa umenikosea. Uffin ni kosa dogo ambalo halionekani, pia halina uzito kabisa. Huona mamlaka mtoto kumwambia mzazi wako niache, uffin. Lakini leo maisha tunayoyaishi ni maisha hayo. Mtoto wako anaweza kukwambia lolote muda wowote, na kwa bahati mbaya sisi wazazi hatuwezi kuwaambia chochote baada ya tamko hilo. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Yawezekana ukamtolea lugha nyingine hapo, akakata mawasiliano na wewe, ikawa pesa ya ugali hakupi tena. Kwa hiyo wakubali mzazi wako, wakubali mtoto wako akukosoe, akwambie maneno magumu tena mbele ya watu, lakini kama mzazi upo kimya kwa hofu ya kuogopea atakata mawasiliano na wewe. Wazazi, nikuhusieni, simameni katika njia yenu ambayo Mwenyezi Mungu aliyoweka. Nafasi kubwa aliyoweka Mwenyezi Mungu wazazi ni nafasi ya pili kwenye, baada ya kuabudu Mwenyezi Mungu, wanafuatia wazazi wawili. Lakini pia watoto, ni jukumu letu na ni wajibu wetu kuwatii wazazi wetu wawili, kuwaogopa, kuwaheshimu na kuwadhalili juu yao. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema waqul lahuma qawlan karima, sema kuambia wazazi wako maneno mazuri, maneno matukufu.
Usikubali wewe ukawa wazazi wako huwaheshimu, wanaheshimiwa na watu wa mtu mwingine. Waqul lahuma qawlan karima, sema nao maneno mazuri. Hao wazazi wawili, huyo mzazi wako hata kama ni wazee kiasi gani, ni wazazi wako tu. Mwenyezi Mungu ameendelea kusema kule, asema imma yablughanna indaka al-kibar, inawezekana kama ni wote wawili ama ni mmoja ndiye alibakia mpaka leo, bado nafasi yake ya uzazi iko pale pale, ya kutiiwa, ya kusikilizwa, ya kuheshimiwa. Kwa sababu gani? Ni nafasi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaweka wazazi, baada ya kuabudiwa wanafuatia wazazi wetu wawili. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kusema waghfir lahuma janaha dhulli min arrahma, na inamisha mbawa zako, kuwainamishia wazazi wako kwa huruma, waonee huruma. Leo ukiwa mtoto umuonee huruma baba yako, umuonee huruma mama yako, kule kwenye risalatani mwishoni yapo maneno ambayo ni maneno ya kiakhlaq, maneno ya kitabia. Mtoto atakiwa aweje? Awe na huruma kwa mzazi wake. Angalia, asema kule kwa kunukuu, baba anashughulika kwa ajili yako, idh maritu, ukiwa mgonjwa baba anashughulika kwa ajili yako, kuhangaika huku na kule, kutafutia chakula, mavazi na kila kitu. Lakini mama naye vile vile anashughulika vile vile kwa ajili yako. Ukiwa unaumwa huwezi kusema, mtoto mchanga, mama atajua huyu anaumwa na kitu gani, atafanya kula hali kila njia. Mama huyo atakufulia nguo zako, mama huyo atafanya kila kitu kwa ajili yako. Leo iweje ushindwe kuinamisha mbawa za huruma kwa wazazi wako wawili? Waghfir lahuma janaha dhulli min arrahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Sema, mwambie Mwenyezi Mungu, ya Rabbi irhamhuma, waonee huruma wazazi wangu wawili hawa, kama rabbayani saghira, kama ambavyo walinilea mimi nikiwa mdogo. Leo wazazi wawili hatuombei dua na watoto wetu, hawatuombei dua, na sababu ya kutokuombewa dua ni kukosekana misingi. Sababu ya watoto kutokuonea huruma wazazi wao ni kutokuwa na misingi imara, misingi sahihi ya dini ya Kiislamu. Watu wanaishi tu, hakuna mipaka kwa aina yoyote. Yawezekana mnakula chakula kila mmoja kivyake, lakini utaratibu wa kula chakula, wanakula chakula pamoja watu, lakini yawezekana maji ya mkono akaanza kuna mtoto wako wewe umekaa na akashiba yeye kwanza, alafu akaondoka zake kwenda kula mpira, baba anakuacha pale. Lakini angalia, tumeikuta hii, hata kama umeshiba unawi mkono mpaka chakula baba amalize wewe kushiba, anawe mkono yeye. Leo yapo haya Waislamu? Leo haya hayapo. Kwa nini hayapo? Kwa sababu ya kukosekana misingi imara, misingi thabiti. Ndio maana baba hajulikani ni nani, mama hajulikani ni nani, mtoto hajulikani ni nani, mkubwa ni nani, mdogo ni nani. Waislamu, nafasi ya wazazi wawili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoiweka ni kubwa sana kwetu. Kila mmoja ajikague namna anavyoishi na wazazi wake. Ukiwa nao mjini hapa, ukiwa wapo mkoani huko, namna gani unaishi nao? Yawezekana mara ya mwisho kuongea na baba yako ni mwaka jana, yawezekana kwa na baba yako ni mwezi uliopita, na wala una habari yoyote, una wasiwasi mpaka mzee akutafute wewe, bwana akusalimia bwana. Si sawa sawa Waislamu hili jambo. Eka utamaduni wa kufanya mawasiliano ya kunyenyekeza kwa wazazi wako. Maisha haya tunayotafuta duniani yanayo daraja nyingi sana. Mafanikio ya mwanadamu katika sehemu ya maisha yake ni kwenda vizuri na wazazi wake wawili waliomzaa.
Tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuifahamu nafasi hii ambayo Mwenyezi Mungu amewapa wazazi wetu wawili.